katika kile wachambuzi wanakitaja kama jaribio la kugusa mioyo ya wanademokrasia wa Ujerumani. Serikali ya taifa hilo imechochea mjadala mzito wa kupendekeza uchunguzi rasmi juu ya uwezekano wa kukifungia chama kikuu cha upinzani nchini humo, Alternative für Deutschland, yani AfD, kikituhumiwa kuwa tishio kwa utulivu na demokrasia ya Ujerumani. Waziri wa sheria wa jimbo la Rhineland-Palatinate, Stefan Hubig, alisema katika mahojiano na gazeti la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ingawa hatua ya kukifungia chama cha kisiasa ni ya mwisho kabisa katika mfumo wa demokrasia, haiepukiki iwapo ushahidi utathibitisha kuwa AfD inakiuka msingi wa kikatiba wa Ujerumani. AfD si chama kama vingine. Ikiwa kinavuruga msingi wa demokrasia wa taifa hili, basi hatua lazima zichukuliwe, alisisitiza Hubig. Taarifa hizi zimekuja wakati ambapo hisia kali zimezidi kuibuka barani Ulaya kuhusu kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa, huku vyama vya kisiasa vya mrengo mkali wa kulia vikipata umaarufu katika kona mbalimbali za barani Ulaya. Lakini nje ya Ujerumani, hatua hii imeibua maswali kuhusu dhana ya demokrasia inayohubiriwa na mataifa ya magharibi, hasa barani Afrika, ambapo viongozi wa mataifa hayo wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari, haki za vyama vya upinzani na uchaguzi huru. Wachambuzi wanasema kuwa hatua kama hizi zinaweza kudhihirisha unafiki wa nchi za magharibi. Ni jambo la kusikitisha kuona wale wanaojitwika uhusika wa walinzi wa demokrasia duniani kote wakiteleza kwa vitendo katika nchi zao. Ikiwa chama cha kisiasa kinakosolewa kwa misimamo yake, je, suluhisho ni kukifungia au kupambana na hoja zake kwa njia za wazi? Anahoji mchambuzi mmoja wa siasa za kimataifa. Kwa mujibu wa katiba ya Ujerumani, chama cha kisiasa kinaweza kufungiwa iwapo kinakiuka misingi ya kidemokrasia au kuhamasisha itikadi za kibaguzi, lakini mchakato huo huhitaji ushahidi wa kina na uamuzi wa mahakama ya katiba nchini Ujerumani. Wakati serikali ya Ujerumani ikiendeleza mjadala huu wa kisheria na kimaadili, dunia inatazama kwa makini kuona iwapo taifa hilo litaweza kutekeleza hatua hiyo bila kuharibu misingi ya uhuru wa kisiasa nchini Ujerumani, au kama litakuwa mfano mwingine wa jinsi demokrasia inaweza kutumika kwa kuchagua kwa wale walio karibu na viongozi wa juu, wale wenye mlengo wa kushoto. Chama cha AfD ambacho kilipata 20.8% ya kura katika uchaguzi wa taifa hilo uliofanyika Februari mnamo mwaka 2025 na kuibuka nafasi ya pili kitaifa, tayari imetengwa katika mazungumzo ya kuunda serikali ya mseto. Hata hivyo, hatua hiyo ya kutengwa imeibua wasiwasi kuhusu hatima ya sauti za wapiga kura nchini Ujerumani, wakati waziri Hubig akisema kuwa idadi ya wafuasi wa chama hicho si hoja kuu iwapo kitaonekana kuvunja katiba ya Ujerumani. Viongozi wa AfD wametaja mapendekezo hayo kama pigo kubwa kwa demokrasia ya Ujerumani. Mwezi huu, ofisi ya kulinda katiba BFV ilibadilisha hadhi ya chama hicho na kuwa chama cha mlengo wa kulia chenye msimamo mkali usio hakika, lakini ikasisitiza uamuzi huo kusubiri uamuzi wa mahakama baada ya AfD kuwasilisha kesi kupinga hatua hiyo. Kansela mpya wa Ujerumani, Friedrich Merz, ambaye serikali yake ya mseto inajumuisha chama chake cha kihafidhina cha SPD, ameonyesha shaka juu ya mafanikio ya mchakato huo wa kukifungia chama cha AfD, akitaja changamoto za kisheria na athari za kisiasa. Merz amesisitiza pia kuwa njia bora ya kukabiliana na umaarufu wa AfD ni kushughulikia sababu zinazowafanya wananchi wavutiwe na chama hicho. Katika mkondo huo, waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani, Alexander Dobrindt, amekiri kwamba ripoti ya kurasa 1100 ya BFV ambayo haijawekwa hadharani haina ushahidi wa moja kwa moja unaothibitisha kuwa AfD ni tishio kwa utawala wa sheria nchini Ujerumani. Wakati Marekani ikitoa matamshi makali kwamba Ujerumani inageuka kuwa utawala wa kidikteta uliojificha, chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa wito kwa Washington kuacha kuingilia mambo ya ndani ya Berlin, yani mambo ya ndani ya Ujerumani, huku ikisubiriwa kwa tahadhari uamuzi wa mwisho kuhusu hatima ya chama hicho. Taifa la Ujerumani linakabiliwa na changamoto za mizani kati ya uhuru wa kisiasa na ulinzi wa misingi ya kidemokrasia. Katika bara la Afrika, viongozi wa mataifa haya ya magharibi huwa mstari wa mbele kuhimiza mageuzi ya kisiasa, kulaani ukandamizaji wa waandishi au vyama vya upinzani, na hata kuweka vikwazo kwa serikali ambazo hazifuati kile inachoita viwango vya kidemokrasia. Lakini je, si unafiki ulio wazi kuona wakati huo wakikubali au hata kuendesha siasa za kimabavu majumbani mwao kwa kutumia taasisi za usalama kuwakandamiza wapinzani kama vyama vya AfD? Hata kule Marekani, chama cha Republican, aidha vigezo vya uhuru wa maoni
maoni vinaonekana kubadilika kulingana na nani anayezungumza. Mtazamo wa mrengo wa kushoto katika nchi za magharibi hupokelewa kwa mikono miwili, lakini chama cha mrengo wa kulia au kinachokinzana na maoni ya waliojidhatiti kuweka lebo ya uafidhina, hatari kwa utaratibu au tishio kwa demokrasia. Huu si ushahidi wa nguvu ya demokrasia, bali ni kigeugeu cha kisiasa kinachojificha nyuma ya maneno mazuri. Wanapojaribu kufungia vyama halali, wanapodhibiti mitandao ya kijamii, na wanapowachukulia wapinzani wao kama magaidi wa ndani, tunapaswa kuhoji kwa sauti kubwa: je, huu ndio uhuru wanaotaka kuuleta Afrika? Afrika inahitaji kujifunza, lakini sio kupitia miongozo ya kinafiki kutoka nchi za magharibi. Bara hili linastahili kujenga mifumo yake ya kisiasa kulingana na haki halisi ya kuheshimu maoni tofauti, bila kurudia makosa ya wale wanaotufundisha kwa maneno lakini hawafuati kwa vitendo. Demokrasia ya kweli haijengwi kwa hotuba, bali kwa kitendo kinachoheshimu sauti zote, hata zile zisizopendelewa, yani zile za mlengo wa kulia au za mlengo wa kushoto. Na kabla ya magharibi kuhubiri Afrika, ni vyema wajisafishe kwanza. Kama ninavyonukuu kutoka maneno ya baba wa taifa: demokrasia sio chupa ya Coca-Cola ambayo unaweza kusafirisha kutoka magharibi na kuleta Afrika ili kila mmoja anywe. Demokrasia ni mbegu ambayo kila mmoja anatakiwa apande, ikue kulingana na hali ya hewa ya nchi husika. Ndugu mtazamaji wa Citizen, endelea kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia kuhusu hali ya kidemokrasia, hali ya usalama inayoendelea katika nchi za magharibi, zile za Afrika au hata zile za Asia katika ukanda wa Mashariki ya Kati.